kuanzia kwenye level za majumbani tuwe na utaratibu wa kutenganisha taka zote zinazorushwa nyumbani. Zile za kiogania ambazo zinatokana labda jikoni, mabaki ya chakula, mboga mboga, tuwe na utaratibu nzuri. Zile zinazofaa kuwapa wanyama wawape wanyama, lakini zile takaoza pia wanaweza wakatengeneza mbolea kwa ajili ya kuweka kwenye bustani. La hasha kama pia hakuna, lakini pia kingine cha muhimu kuwa na vihifadhia taka tofauti. Cha kiogania pembeni na vya taka ambazo ni rejelezi pembeni. Yes. Taka za plastiki, mifuko, chupa, yes, zinakuwa zinatenganishwa tofauti. Kwa hiyo na wengine wana utaratibu labda zile za kiogania wanatengeneza mbolea wenyewe, wanatengeneza zile gesi za kupikia, hizo pia zinafanyika. Kutengeneza mbolea kwa ajili ya bustani unaweza wakafanya, lakini kwa sababu pia taka sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo unapokusanya zile takataka za plastiki pia unaweza kuzitumia kwa kuwauzia watu wale wanaokusanya. Una machuma unawauzia watu. Na uzuri sasa hivi kwenye zoezi la taka sifuri, hizi takataka zote zinavyoenda kurejelezwa zinaleta bidhaa nyingine za matumizi. Kwa mfano ukirejeleza karatasi zinatengeneza karatasi nyingine, vifungashio ambavyo pia ni rafiki kwa mazingira. Na kingine cha muhimu sana napenda kuasisitiza wananchi. Sasa hivi baraza tunakataza na tunaendelea kuhimiza matumizi ya mifuko ya plastiki sio mizuri kwa afya ya binadamu. Kwa hiyo tuepuke kutumia plastiki hasa kwenye matumizi yetu ya vyakula. Yes. Wengine wanatumia plastiki zile kwa ajili ya kwenye mapishi jikoni, kuwekea kwenye vyakula, sio rafiki kwa afya ya binadamu. Kizungumza anwani za makazi ni taarifa za maeneo. Kwa hiyo taarifa za maeneo na mazingira tunahitaji tuwe na taarifa za maeneo. Taarifa hizo za maeneo zile ambazo zinahusiana na makazi husika katika kwa wananchi huko. Sasa taarifa za maeneo katika makazi ya wananchi utajua kabisa kuna viwanda humo ndani, lakini kuna huduma mbalimbali zinazofanyika katika maeneo hayo. Sasa kama kuna viwanda, labda kuna viwanda au kuna shughuli yoyote ile inafanyika ambayo inaweza kaathiri, pengine kuna kuchimba udongo. Sasa vitu vyote hizo zinahusiana moja kwa moja na uharibifu wa mazingira, lakini vile vile kama baraza ambalo linasimamia lazima lijikite katika kwenda kutoa elimu, lakini vile vile hata kudhibiti madhara yanaweza kuzitokeza. Tunategemea kwa sababu baraza la mazingira lina kitengo ambacho ni mahiri, kina wataalamu wazuri sana wa masuala ya uelimishaji wa jamii, kinaitwa kitengo cha habari na mawasiliano. Kupitia hicho kitengo tayari taarifa nyingi zimeshawafikia wananchi na vipeperushi vingi nadhani mnaviona hata kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hii yote ni effort wanasema, yani jitihada za NEMKI kuhakikisha kwamba hiki ambacho tunakisimamia akijue mwananchi na akipractice yeye. Naona. Kwa mwamko upo mkubwa sana na tunashukuru baraza linajiendesha kwa kiteknolojia, kidijitali, na tunategemea mwamko mbele utakuwa mkubwa zaidi.